Je, ulimwengu upo tayari kwa anguko jingine la kidiplomasia ambalo linaweza kuwasha moto wa vita visivyozimika? Wakati mataifa yakisubiri kwa hamu moshi mweupe kutoka mji wa Islamabad, Pakistan, kilichotokea ni kinyume kabisa. Mazungumzo ya ngazi ya juu kati ya mahasimu wa jadi, Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yamevunjika rasmi, huku kila upande ukimnyoshea kidole mwenzake kwa kile kinachoitwa usaliti wa kidiplomasia. Hii leo kwenye Makini Media tunakuchambulia kwa kina mkwamo huu mkubwa uliotokea nchini Pakistan. Ni nini kimesababisha viongozi hao washindwe kuelewana? Na je, kauli ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance na spika wa bunge la Iran Mohammad Baghel Ghalibaf zinaashiria nini kwa usalama wa dunia? Mimi ni Voice of Siraji na haya ndiyo mapigo ya kidijitali ya Afrika. Karibu. Mkwamo wa Islamabad. Nini kilitokea? Kwa wiki kadhaa macho ya dunia yalielekezwa Islamabad huko Pakistan. Huu ulikuwa ni mkutano ambao wengi waliuona kama nafasi ya mwisho ya kuepusha vita kamili kati ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Ujumbe wa Iran uliongozwa na mwanasiasa mkongwe na spika wa bunge Mohammad Baghel Ghalibaf. Kwa upande wa Marekani, utawala wa Washington ulituma ujumbe mzito uliokuwa na baraka za makamu wa rais JD Vance. Hata hivyo, baada ya masaa kadhaa za majadiliano ya faragha, Ghalibaf amejitokeza mbele ya waandishi wa habari kwa uso wa kusononeka. Amesema wazi kuwa Marekani imeshindwa kuaminika. Irani inadai kuwa iliwasilisha mapendekezo yenye mtazamo wa mbele, yaani mapendekezo yaliyolenga kutatua mzozo wa nyuklia na usalama wa baharini kwa muda mrefu. Lakini kulingana na Teheran, Washington ilikuja mezani ikiwa na ajenda ya siri na msimamo wa kijeshi zaidi kuliko amani. Msimamo wa Marekani na kauli ya JD Vance. Upande wa pili wa bahari hali ni tofauti kabisa. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance ametoa tamko kali akilaumu upande wa Iran kwa kukwamisha mazungumzo hayo makusudi. Vance amesisitiza kuwa Marekani iliingia kwenye mazungumzo hayo kwa nia njema, lakini ikakutana na masharti kutoka kwa Irani ambayo hayatekelezeki. Vance amekwenda mbali zaidi na kusema kuwa Irani ilikataa kukubali vigezo vya msingi vya usalama ambavyo Marekani iliviweka mezani ili kulinda washirika wake katika ukanda huo. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo ya nje huko Washington, Marekani haipo tayari kulegeza kamba kwenye masuala ya vikwazo vya kiuchumi ikiwa Irani haitasitisha mpango wake wa makombora ya masafa marefu. Hii ni vita maneno ambayo sasa imehama kutoka kwenye meza mazungumzo na kuingia kwenye vyombo vya habari, jambo ambalo wanadiplomasia wanaita diplomasia ya lawama, yani blame game diplomacy. Sharti dhidi ya sharti. Kwa nini haiwezekani? Kwa nini kila mara mazungumzo haya yanashindwa? Chanzo kikubwa kinatajwa kuwa ni kukosekana kwa imani. Irani inadai kuwa hata wakikubali masharti, Marekani ina tabia za kuvunja makubaliano kama ilivyotokea mwaka 2018. Kwa upande mwingine, Marekani inaona kuwa Irani inatumia mazungumzo haya kama mbinu ya kununua muda tu, huku ikiendelea kuimarisha ushawishi wake wa kijeshi. Irani imeishutumu Marekani kwa kutoa masharti yasiyo ya haki na yanayominya uhuru wa taifa hilo. Mkwamo huu wa Islamabad una maana moja tu: mvutano wa kidiplomasia sasa unaingia kwenye hatua ya hatari zaidi. Wakati diplomasia inaposhindwa, mara nyingi milio ya risasi hufuata. Hivi sasa mataifa ya Ulaya na Asia yanatazama kwa hofu, huku bei ya mafuta ghafi ikianza kuonyesha mabadiliko kutokana na hofu ya usalama katika mlango wa Hormuz. Hitimisho na hatima ya dunia ikoje? Hatima Mashariki ya Kati sasa ipo shakani zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Kushindwa kwa mazungumzo ya Islamabad si pigo kwa Marekani na Irani pekee, bali ni pigo kwa amani ya dunia. Kama makamu wa rais JD Vance na spika Ghalibaf hawawezi kupata lugha moja, nani mwingine anaweza kuwaunganisha? Je, ulimwengu usubiri vita vingine vikubwa au kuna muujiza wa kidiplomasia unaoweza kutokea saa za majeruhi? Sisi ni Makini Media, tutaendelea kufuatilia kila nyayo ya mzozo huo. Lakini kabla sijaondoka, nataka nikuulize wewe mtazamaji wetu. Je, unaamini Marekani inaitendea haki Irani kwa masharti inayoweka, au unadhani Irani ndio inayochokoza ulimwengu kwa msimamo wake? Dondosha maoni yako hapo chini, hakikisha umelike video hii ili iwafikie wengi, na usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata habari nzito kama hizi. Mimi ni Voice of Siraji na hii ni Makini Media, the trusted voice. Mpaka wakati mwingine.